wale wanaoona ni ziara tu, watakutana na fyekeo. Haya mambo hatutanii. Nimepita juzi katika hii mikoa ya kaskazini huku, nimejionea wapo watu wanaofanya kazi vizuri, wanafuatilia masuala yanayohusu wananchi, lakini wapo wengine ambao bado wanasinzia. Wapo wengine wanaokiuka maadili, na niwashukuru sana Watanzania kwa kuwa na imani na serikali yao. Watu wengine wanatoka mikoa ya mbali wanapata ziara ilipo. Watu wengine wanakwenda kwenye mikutano, wanasubiria kuanzia asubuhi. Watu wengine wanatusimamisha, makundi ya watu wanatusimamisha barabarani kama hivi ili kero zao zitatuliwe. Hiyo ni imani kwa serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Na mimi kwa niaba ya Mheshimiwa Rais na serikali niwaambieni, wala msikae na dukuduku. Serikali ipo kwa ajili ya kuchukua hatua. Usikae na dukuduku ya jambo unalotaka litatuliwe. Serikali ipo kwa ajili ya kuchukua hatua. Na mimi niwaambieni, kama mtu anapenda uvivu, anapenda uzembe, anapenda wizi, anapenda kukiuka maadili, ajitafakari kabla fyekeo halijamfikia. Hatutaruhusu mambo ya jinga ya aina hiyo yaendelee kuwemo kwenye serikali. Kama jana nikiwa kwenye ziara, nimepata taarifa kule mkoa wa Tabora. Ametokea muuguzi mmoja, kwanza hata kwa taaluma yao haruhusiwi yeye kufanya upasuaji wa mgonjwa. Ameenda, amemchukua mgonjwa, kampeleka nyumbani kwake, anamfanyia upasuaji. Anamfanyia kwenye kochi nyumbani kwake. Watu wasiojali maisha ya watu. Unafanya majaribio kwenye maisha ya mtu. Unafanyia majaribio maisha ya mtu. Maisha ya binadamu unafanyia majaribio. Mheshimiwa Rais kajenga hospitali kila kona. Tuna hospitali za wilaya, tuna hospitali za rufaa. Kuna vituo vya afya siku hizi vina hadhi kama ya hospitali ya wilaya. Unaenda kumfanyia mgonjwa chumbani, nyumbani kwako, kwenye kochi. Upasuaji wa tumbo unafanyia nyumbani. Ili muone watu wanaokiuka maadili ya taaluma zao. Mambo ya ajabu haya. Sasa naelekeza mamlaka zinazohusika. Huyu si wa kuhamishwa, afukuzwe kazi mara moja. Na akishafukuzwa apelekwe kwenye mkono wa sheria. Na wale wanaotoa vibali vyao vya kitaaluma wamnyang'anye hicho kibali. Kidogo tutaelewana. Haya ni mambo ya ajabu. Hospitali zipo, unamfanyaje upasuaji nyumbani? Mkuu wa mkoa wa Tabora, mkamateni, msimwachie, afukuzwe kazi, aondolewe hiyo hadhi ya tabibu aliyopewa, lakini pia afikishwe kwenye mkono wa sheria. Na niliambiwa pia nikiwa Arusha, nilimsikiliza yule ndugu fundi yule mjenzi yule aliyekuwa anajenga VETA ya kule Nyang'hwale. Nimetuma vyanzo vyangu. Watu wanatengeneza dili la kula fedha. Wanatafuta mafundi wao, wanatafuta wakandarasi wao ili wagawane fedha. Sasa kamanda wa TAKUKURU wa mkoa wa Geita, nenda kachunguze pale Nyang'hwale niipate hiyo taarifa.
nipate taarifa ili niweze kuamulia kwa wale wanaotengeneza, wanaitanguliza fedha ya umma kule mbele ili wakachukulie kule mbele. Tutaelewana tu, ndio. Na wanaokaa vikao kwamba huyu tumfanyeje, niwaambieni amnifanyi kitu. Mimi nilishahangaika kuanzia na chunga ndama wa babangu, nilishahangaika na simba na chui, hawakunifanya kitu. Tutapoteza muda tu na vikao vyenu. Na majizi, wazembe, wavivu, mchukie, mtanuna mpaka mpasuke. Sitacheka na mvivu, sitacheka na mwizi, sitacheka na mdokozi, sitacheka na mzembe. Na katiba imetoa mamlaka hayo ya udhibiti, ya usimamizi wa shughuli za serikali na usimamizi wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Wasome katiba wajue.